Qala wa asbabul irthi thalathatun, na sababu za kurithi ni tatu. Sababu za kurithi ni tatu. Asbab jamu sababi, yani asbab ni wingi wa neno sabab. Wasababu fi lugha ma yutawassalu bihi ila ghairi, ma yutawassalu bihi ila ghairihi, ni kile ambacho kinafikiwa kwenye kitu kingine. Wa shar'an, na tunavyosema sababu kisheria, ma yalzam min wujudihi alwujud, ma yalzam min wujudihi alwujud, ni kile kinacholazimisha kuwepo kwake kuwepo kitu kingine. Hiyo ndio sababu. Sasa sababu za kurithi ni tatu. As-sababu al-awwal, sababu ya kwanza kabisa, an-nasab, ni nasaba. Nasaba, baadhi ya vitabu wao wanaleta taabiri ya ar-rahimu, lakini ukisema ar-rahimu na an-nasab maksudio yake ni mamoja. Na tunaposema an-nasab ni al-qaraba, ukaribu na undugu. Na tunaposema al-qaraba hiya al-ittisalu baina insanaini, al-ittisalu baina insanaini bilishtiraki fi wiladatin qariba au baida. Al-ittisalu baina insanaini ni maunganyiko ambayo yanakuwa baina ya watu wawili, maunganyiko ambayo yanakuwa baina ya watu wawili, bilishtiraki fi wilada, kwenye kushirikiana kwenye kuzaliwa. Maunganyiko haya watu wawili yako katika ushirika wa kuzaliwa, qaribatin au baida, sawa sawa ushirika wenyewe ni wa karibu au wa mbali. Kwa hiyo watu wanapokuwa wanashirikiana kwenye kuzaliwa, hii inakuwa ni sababu ya wao kurithiana. Kwa sababu ya kwanza kabisa ni nasabu, yani watu kushirikiana kwenye kuzaliwa. Hii ndio sababu ya kwanza kabisa. Qala wa nikahu sahih, na sababu ya pili ni ndoa sahihi. Wal muradu bihi aqdu az-zawjiyyati as-sahih, aqdu az-zawjiyyati as-sahih ni kile kifungo cha ndoa ambacho ni sahihi, kifungo cha ndoa ambacho ni sahihi, sawaun dakhala au la, sawa wamefanya kitendo cha ndoa au wana ndoa au hawajafanya kitendo cha ndoa. Kwa mujarradi wa wao kufunga ndoa na ile ndoa ikawa ni sahihi, basi kurithiana kunakuwa ni kwenye kuthibiti. Yani mfano, muda huu tunaozungumza, wali akamwozesha kijana, nimekuozesha labda binti yangu kwa mahali kadhaa au kwa mahali mliokubaliana, au akasema nimekuozesha na yeye akasema nimekubali. Baada ya hapo yule kijana akafariki, hata kabla hajaingia kwa mkewe akafariki, basi yule binti atamrithi huyo. Kwa kwenye kuthibiti kurithiana si lazima kitendo cha ndoa, lakini inatakikana kupatikana kifungo cha ndoa ambacho ni sahihi. Kwa baada ya ndoa, hata kama muda haujarifuka, mmoja wa wanandoa akafariki, mwingine atamrithi. Fala miratha fi nikahi al-fasidi wal batil, fala miratha fi nikahi al-fasid, hakuna kurithiana kwenye ndoa ambayo ni fasid, wal batil, na kwenye ndoa ambayo ni batili. Tayeb, qala wal wala, yani as-sababu ath-thalithu al-wala, sababu
Ya tatu ni alwalau, wa huwa thubutu hukmin shar'iyyin bil'itqi. Thubutu hukmin shar'iyyin bil'itqi ni kuthibiti hukumu ya kisheria kwa sababu ya mtu kumwacha mtumwa huru. Mtu amemwacha mtumwa wake huru, yule ambaye aliyeacha huru anaitwa al-mu'tiq, na jambo linalopatikana baina yao, baina ya mwachaji huru na aliyeachwa huru, hilo jambo linaitwa al-walau. Kwa ikiwa aliyeachwa huru, baada ya kuachwa huru alienda kutafuta mali akaipata akafariki, hakuna watu wa kumrithi, basi yule aliyemwacha huru atakuwa ni mwenye kumrithi. Hizi ndio sababu tatu za mirathi.